Nimewaiteni hapa ni jambo moja tu muhimu sana, kwamba kama mnavyofahamu tarehe 29 Julai 2026 Chama cha Mapinduzi ilikuwa na kikao maalum cha Halmashauri Kuu ya Taifa. Kikao kile kilifanyika Zanzibar, Ikulu za Tunguu, ama tunasema Ikulu ndogo Tunguu, na kikao kile kilikuwa na ajenda mbalimbali ambazo tayari Katibu wa NEC Kenan ameshazungumza hapa. Lakini moja kati ya ajenda iliyokuwepo katika kikao kile, sisi tunasema mengineo, lakini kwa idhini ya mwenyekiti, tukana ajenda ya mwenyekiti wa chama, na ajenda ile ilihusisha mabadiliko madogo ya sekretarieti ya Halmashauri Kuu ya Taifa. Kama mnavyofahamu kwamba Halmashauri Kuu ndicho chombo cha mwisho cha uteuzi wa katibu mkuu ama wakuu wa idara. Kwa maana hiyo ilifanyika mabadiliko madogo katika sekretarieti ya Halmashauri Kuu ya Taifa, na kwa sisi hapa bahati nzuri katika mabadiliko yale tukapata naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi anayefanyia kazi zake Zanzibar kuwa mpya. Bara wamepata, sitaki kuzungumzia kwa upande wa bara, na kusudia hapa kwa mujibu wa utamaduni wa Chama cha Mapinduzi kwamba tunapokuwa na katibu mkuu mpya huwa tunafanya mapokezi, kwa maana ya katibu mkuu ambaye inakuwa ni kiongozi wa sekretarieti ya Chama cha Mapinduzi. Huwa tunawapokea Dodoma, makao makuu ya chama, huwa tunawapokea ofisi ndogo Lumumba, na hapa ofisi kuu ya chama Kiswandui. Na kwa kuwa kwa muundo wa chama tuna manaibu wawili, tuna naibu mmoja anafanyia kazi zake bara, mmoja anafanyia kazi zake Zanzibar. Huyo anayefanyia kazi zake Zanzibar, kwa mujibu wa muundo wa CCM, kuna kitu kinaitwa kamati maalum ya Halmashauri Kuu ya Taifa, ambayo hiyo kamati maalum ya Halmashauri Kuu ya Taifa inakuwa na sekretarieti yake, ambayo sekretarieti yake hiyo inashughulika na siasa za CCM za kiutendaji zote za hapa Zanzibar, nayo inasimamiwa na naibu katibu mkuu Zanzibar, ambaye yeye ndo anakuwa mkuu wa sekretarieti ya Chama cha Mapinduzi ya kamati maalum hapa Zanzibar. Kwa maana kwa utamaduni wa Chama cha Mapinduzi, tunapompata kiongozi wa sekretarieti huwa tunafanya mapokezi maalum kwa ajili ya kumkaribisha ofisini, lakini pia kufanya mapokezi kumpongeza kutokana na imani aliyopewa na viongozi wetu wakuu, lakini pia kuthibitishwa na Halmashauri Kuu ya Taifa. Kwa maana nimekuleteni hapa makususi kwamba tunatarajia kesho kutwa tutakuwa na mapokezi, itakuwa tarehe 5, tutakuwa na mapokezi ya naibu katibu mkuu ndugu Abdi Mahmud Abdi hapa Zanzibar, na utaratibu wake utakuwa kama ifuatavyo. Tunatarajia kwamba naibu katibu mkuu ataondokea ofisi za Umoja wa Vijana hapo Maisara, na ataambatana na wana CCM mbalimbali na makundi mbalimbali. Atatoka pale, atapitia njia hii ya Faya kujia Magereza, kushuka paka Miembeni na kuja paka Kachorora. Pale atakuja zake moja kwa moja mpaka Kisonge hapo roundabout. Pale naibu katibu mkuu atashuka huko kote, atatembea na gari iliyokuwa ya wazi. Atafika hapo atashuka hapo. Sasa ataambatana na viongozi mbalimbali wa chama, wakiwemo wenyeviti wa mikoa, wenyeviti wa wilaya, wakuu wa idara za chama na viongozi wengine pamoja na wana CCM. Tutatembea pale kutoka kwa miguu sasa kuja zake paka ofisi kuu ya chama hapa Kiswandui, ambapo atakapofika kwenye lango kuu pale atatembea peke yake, kumpa nafasi atavishwa skafu. Baada ya kuvishwa skafu pale ataingia ndani. Atakapoingia ndani atapokewa na naibu katibu mkuu aliyomaliza
muda wake Daktari Mohamed Said Mohamed Dimwa. Baadaye ataambatana, atakwenda kwenye kaburi la hayati Mzee Karume, atasoma dua. Baadaye atarudi hapo, atazungumza na wana CCM watakaojitokeza katika viwanja vyetu. Baadaye tutaenda naye katika ukumbi wa Secretariat juu kwa makabidhiano ya ofisi. Kwa maana hiyo tumewaiteni kukupeni ratiba hiyo na nyie mkaitangaze, na vile vile niwaombe kupitia kwenu wananchi wajitokeze kwa wingi, wana CCM wapenzi, ili kuja kumlaki kiongozi wetu mpya ambaye anakuja zake sasa hapa ofisi kuu za chama Kiswandui. Lakini pia nitumie fursa hii kwamba kama mkuu wa idara ya itikadi na uenezi, sisi pia tunatoa pongezi zetu za dhati kwa naibu katibu mkuu ambaye aliyemaliza muda wake kwa kazi kubwa nzuri aliyoifanya, na nyinyi nyote mashahidi kwamba sio jambo dogo kusimamia utendaji wa chama kikubwa kama hichi. Chama kina mambo mengi, lakini kikubwa pia ametusaidia kutuvusha kwenye uchaguzi mkuu. Kwa kweli lazima tumshukuru na tumuombee Mungu amjalie afya njema na aendelee kutusaidia na kutushauri, kwa sababu siasa za Zanzibar mnazijua, si siasa za maigizo. Mimi siku zote nasema kwamba siasa za Zanzibar si siasa za underground peke yake, ni siasa ambazo za kushawishi watu. Na ndio maana mnawakuta watu wengi huwa wanaandamana, wanataka mikutano ya hadhara. Hata mabadiliko duniani huwa yanatokea kutokana na masi za watu. Mmesikia Arabic Spring zile zilizotokea Misri, Morocco, Algeria, ni watu kushawishika. Kwa maana hiyo mimi nimshukuru sana naibu katibu mkuu aliyopita, alitupa mashirikiano mazuri, na ndio maana mkatuona kila wakati tunazungumza na nyie. Mkaona tumeendesha kampeni vizuri idara ya uenezi. Kwa maana hiyo mimi nimshukuru sana kwa niaba ya wenzangu wote wa idara, na tunatarajia leo tutakuwa naye hapa, atakuja kuzungumza na staffing wa Chama cha Mapinduzi, lakini muone kama ni msemaji wa chama, na nyinyi mtaenda nayo kwamba tunamshukuru sana kwa busara zake, hikma zake, lakini pia kwa miongozo yake. Tunamtakia majukumu yake mengine mema, bado ana nguvu, na naamini bado anaweza kutumika kama watakavyoona viongozi wetu inafaa.